Katika rukuu na sujudi ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Katika rukuu na sujudu kwenye kunyosha kidole cha shahada ni kwenye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi watazamaji wa channel yetu hii ya Darul Arqam Online TV. Ni siku ya Ijumaa tarehe 13 ya mwezi huu wa pili mwaka 2026. Alhamdulillah, leo tutakuwa na maswali ya mtihani na hapa tupo katika jiji la Dodoma. Moja kwa moja swali letu la leo litakuwa ni kuuliza baadhi ya watu. Tupo katika mwezi huu wa Shaaban na tunaelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hapa challenge ya swali letu la leo ni kuuliza kuwa je, mwezi wa Ramadhani, mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Tunaanza na mmoja wetu hapa inshallah. Bismillah. Naitwa Haruna Shabani. Unaitwa Haruna Shabani. Wewe Ramadhani unafunga? Ndio nafunga. Swali letu linasema katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Ramadhani ni mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Yenyewe sifahamu. Bwana Ramadhani bwana. Ramadhani mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Nani msema Haruna? Sasa kwa sababu kuna Januari, Februari, Januari mwezi wa kwanza, Februari mwezi wa pili. Sasa Ramadhani mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Hiyo sijui. Wewe unajua lipi sasa? Mimi najua tu Ramadhani mwezi wa kufunga, Shabani. Unafungaga? Ndio nafunga. Hem, tutajie nia ya kufunga Ramadhani. Nia ya kufunga? Au unafunga tu bila nia? Kufunga. Kufunga ni kutafuta toba kwa Mwenyezi Mungu. Pia afya. Lakini sasa utie nia, tupe nia sasa. Nia, yani nia kama ipi? Nafungaga. Sasa kwa nini unanuia kabla ya kufunga? Tupe nia sasa. Nia. Nia sifahamu. Sasa Ramadhani inakuja, sasa utafahamu vipi na Ramadhani inakuja? Tupe nia. Nia sifahamu. Usifahamu vipi jamaa? Sifahamu. Ufahamu. Ramadhani ni mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Tambulishe kwanza. Mimi kwa majina naitwa Ali ibn Ramadhani Ali Kureva, mwenyeji wa Dodoma mjini hapa. Swali lako umeniuliza Ramadhani ni mwezi wa ngapi katika kalenda ya Kiislamu? Ramadhani kwa kalenda ya Kiislamu unakuwa ni mwezi wa 9. Mwezi wa 9. Naam. Yaani ukifuatanisha miezi ya Kiislamu kuanzia Muharram mwezi wa kwanza, Ramadhani unakuwa ni mwezi wa 9. Ramadhani mwezi wa 9. Naam. Huu tupo mwezi wa ngapi sasa? Huu ni mwezi wa Shaaban. Acha bana. Naam. Unifuatia. Baada ya Shaabani itakuja Ramadhani. Ramadhani tutaenda kwenye Shawwal. Baada ya Shawwal itakuja Dhulqaada then Dhulhijja. Tutafunga mwaka mwezi wa 12 wa Kiislamu. Nakushukuru sana, asante sana. Huyu ni mwamba amependeza kweli kweli siku ya Ijumaa. Upo tayari kuongezea swali lingine? Inatosha kwa leo. Bana swali kidogo tu. Inatosha Sheikh, ulize. Dogo. Wapo wengi sana. Dogo tu. Naam. Uko tayari? Inshallah. Basi tutajie leo tu ni siku ya Ijumaa, siku nzuri kabisa, siku ya kuadhimisha na leo umepiga kanzu yako safi nyeupe kali kabisa. Labda swali la mwisho linasema tutajie jina la mke wa mwisho kuolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na wake wengi, wa mwisho takriban 11. Katika mpangilio sina kumbukumbu vizuri nani alikuwa wa mwisho, lakini naweza nikakutajia mmoja tu wa mwisho, yule wa mwisho mimi ndo namtaka. Kama kumbukumbu zangu zipo vizuri, Zainab bint Khuzaima. Zainab. Naam. Kama kumbukumbu zipo sahihi. Wa mwisho kuolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikumbuki vizuri bwana Sheikh. Yeye ameniletea, sina kumbukumbu, ila naweza kuwataja wote. Pengine wakina wako wengi, akina nani, wako wengi. Basi mpaka wa mwisho. Kweli wapo wengi. Sasa mimi nilikuwa nataka yule wa mwisho tu basi. Ukiacha mama Aisha au wa mwisho kuolewa. Basi sikumbuki vizuri. Bwana unaniangusha leo Ijumaa bwana Sheikh.
Mke wa mwisho wewe sikumbuki. Wa mwisho basi alikuwa ni Bi Maimuna binti al-Harith. Maimuna binti Harith. Mashaallah, mashaallah, tabarakallah. Mpenzi mtazamaji, tupo katika jiji hili la Dodoma na hapa ni mitaa ya barabara ya 6. Tumekutana na mwamba kabisa hapa, tumemuuliza Ramadhani mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu, na ametujibia vema kabisa. Ramadhani ni mwezi wa 9 katika miezi wa Kiislamu. Kwa majina naitwa Abubakar Moshi Milongo, natokea Kikuyu. Bwana, tuna swali la mtaani hapa kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tutajie kwa sababu lamba vizuri, kanzu umependeza mashallah. Alhamdulillah. Tutajie mwezi wa Ramadhani mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa 8 katika miezi ya Kiislamu. Acha bana. Ndio. Mnajiamini bana? Ndio. Mwezi wa 8. Wa 9 anakuwa ni mwezi gani? Wa 9 baada ya mwezi wa Ramadhani unafuatia Dhulhajji. Haji. Mambo uko vizuri. Haji. Hapana, hapo Mnyangusha hapo mambo. Fuatia mwezi wa kuchinja. Baada ya Ramadhani fuatia mwezi wa kuchinja. Mambo hii umetolea wapi? Baada ya Ramadhani tunaingia mwezi wa kuchinja. Ndio. Acha bana. Wewe umetolea wapi mambo? Umetolea wapi? Niliposoma. Mambo uko vizuri. Baada ya Ramadhani naingia mwezi wa kuchinja. Wewe unachinjaga nini? Mimi huwa nachinja hilo ni swali gumu, naweza nikasema. Sio gumu bana. Siwezi kutoa huwa nachinja nini. Nachinja kulingana na kipato changu cha wakati huu hapo. Kwa mfano sasa hivi ukiniambia labda mimi huwa nachinja nini, labda nitachinja nini baada ya mwezi wa Ramadhani, itakuwa ni ngumu kukwambia nitachinja nini, kwa sababu inategemea mfukoni muda huo nitakuwa nina nini, kiasi gani ambacho kitaniwezesha labda aidha ni kununua ng'ombe au ngamia hivyo. Kwa kipato changu cha muda huo ndicho kitakachodetermine nini nitakachokichinja kwa wakati huo. Ramadhani mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Mwezi wa 9. Mwezi wa 9. Mwezi wa 9. Tutajie mwezi wa 8 ni mwezi gani? Mwezi wa 8 ni Shaban. Shaban. Ndio. Sasa mbona ulikuwa unaogopa shehe au umeenda ku Google hili? Hapana. Hapana. Bana, amsema bana au umeenda ku Google? Hapana. Kwa hiyo Ramadhani ni mwezi? Ramadhani ni mwezi wa 9. Mpenzi mtazamaji, tupo katika barabara hii ya 6 mkoani Dodoma na hapa tulikuwa na challenge ya maswali. Swali letu la leo lilikuwa linasema Ramadhani ni mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Ramadhani ni mwezi wa 9 katika miezi ya Kiislamu. Ramadhani ni mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mambo yanaonekana leo vizuri sana. Umesali Jumaa wapi leo? Nimesalia Nunge. Msalia Nunge, mashaallah. Tueleze Ramadhani nakaribia na kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani tuna challenge ya maswali. Kwa hivyo Ramadhani mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Mambo unaonekana uko vizuri sana. Hapana, sipo vizuri. Unaonekana tuko vizuri sana. Tueleze Ramadhani mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Tuna Januari, tuna Februari, ambapo Januari mwezi wa kwanza kama ilivyo Rabiul Awali, Rabiul Thani, Kwa hivyo Ramadhani ni mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Kwa kuhesabu hivyo kujua ni mwezi wa ngapi? Hapana, mimi na noti tu kwa majina kwamba Shaabani au Ramadhani. Tuko Shaabani. Sasa tukisema kwa mfano Januari ni mwezi wa ngapi? Wa kwanza. Sasa tumesema Ramadhani katika Kiarabu. Ramadhani mwezi wa ngapi? Sasa hapo kwenye Kiarabu ndio kipengele shehe hapo. Ile vipi shehe? Hapo shehe niache. Sijui wangapi. Sio kipengele bana. Sijui wangapi. Sijui wangapi. Kwa majina Shaabani, Rajab, yani kwa hivyo. Tupangilie sasa. Sasa hapo kwa kupangilia sasa hapo. Basi tukubadilishie swali. Huu ni mwaka gani Kiarabu? Huu mwaka 2026? Mwaka gani sasa huu Kiarabu? Tuko katika Shaabani? 1400 na ngapi hapo? Sasa una jina kubwa, kwa jina la manabii kabisa. Wewe mjitambulishe kwanza. Unaitwa nani? Naitwa Yusuf. Yusuf, mashaallah, jina kubwa kabisa hili. Sasa tutajie huu mwaka gani labda na Ramadhani umesema umeghafilika kidogo. Sasa huu ni mwaka gani katika miaka ya Kiislamu? Kwa miaka ya Kiislamu hapo. Atusaidia. Vyuma vile pale shehe. Vyuma vile pale. Vyuma. Wewe tumalizie ili tukaswali tumalizie. Wewe karibu ndani shehe. Mimi hapo nimechemka. Mimi nimechemka. Benzi, upo tayari kusaidiwa?
Niko tayari kusaidia. Kuelimishwa kwa maana. Naam. Sasa Ramadhani ni mwezi wa 9 katika miezi ya Kiislamu. Kwa sasa tupo Shaabani ambao ni mwezi wa 8, Ramadhani mwezi wa 9, mwezi wa 10 ni Shawwali, Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram. Nashukuru. Na mwaka mtupe mwaka. Mwaka pia naomba nielimishe. Mwaka ni 1447 Hijiria. Asante. Mpenzi mtazamaji, tukiripoti katika ardhi hii ya jiji la Dodoma, na hapa ni barabara ya 6. Tulikuwepo na miamba kabisa hapa. Tunatoka kidogo, baadaye tutarudi hapa inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran wa jazakumullahu khaira. Ahsantum. Bado tupo na maswali ya mtaani, street quiz, na hapa tupo barabara ya 9 jijini Dodoma, na alhamdulillah tuna maswali mawili matatu kuhusiana na masala mbalimbali ya kidini. Ramadhani ni mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Sasa hivi ni Januari, sasa hivi Januari. Mwezi wa Februari. Ramadhani, mwezi wa Ramadhani, mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Unakuwa ni mwezi wa 6. Mwezi wa 6. Hii haya mahesabu umepigaje? Nimepiga tu kuanzia, labda tunaanzia na Muharram. Tunaanzia Muharram, Safari. Alafu Jumada al-Awla, Jumada Thani. Alafu tunakuja kwanza Rabiul Awwal, Rabiul Thani. Alafu Jumada al-Ula, Jumada Thani. Hapo mbona mwezi wa 6 ushafika hapo tayari? Mbona kama hapo umechemsha kidogo? Ni kweli nimechemka sana. Umechemsha kidogo. Nimechemka kidogo. Swali lingine linasema umetoka kuswali, bila shaka umetoka kuswali sala ya asiri. Ili jibu tutakupatia. Bila shaka umetoka kuswali sala ya asiri. Katika swala ya asiri ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada, katika sijida au rukuu? Katika wewe upande wa sijida au rukuu, wapi ni mtu ananyosha kidole cha shahada? Shahada inanyosha katika tahiyatu. Katika tahiyatu. Kidole cha shahada kinaonyeshwa kwenye tahiyatu. Kwenye tahiyatu. Sio kwenye sijida wala rukuu. Sio kwenye sijida wala rukuu. Acha bana. Ni kweli. Kweli? Ni kweli kabisa. Kwenye tahiyatu. Hapo umepatia. Katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ambao tunaendelea siku zijazo hapa, Ramadhani ni mwezi wa 9 katika miezi ya Kiislamu. Umekubaliana na hili? Nimekubaliana nalo. Umekubaliana nalo. Nakushukuru sana na asante sana. Katika sijida na rukuu ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Kwenye? Katika sijida na rukuu wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Hakuna. Hakuna katika hapo mpaka kwenye hakika kwenye kikao kidogo au kikao kikubwa. Tahiyatu. Ndio mtu ananyosha kidole cha shahada. Sasa mpenzi mtazamaji, swali letu la leo linasema mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Ni mwezi wa 4. Mpigaje mahesabu ya mwezi wa 4? Mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Kwanza tupo mwaka gani? Huu ni mwaka gani Kiislamu, ni mwaka gani? Mwaka 1446. 46. 2026 ila gani? Hii 26 kinanilio kizungu. Kizungu. Kiarabu 46. Mwaka 1447. 47. Mpaka vizuri hapa. Kama sijakosea. 47. Sasa hii Ramadhani mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Kama ilivyo Januari ni mwezi wa kwanza, Februari mwezi wa pili. Mwezi wa 9. Bwana nimekuwa na uhakika bwana. Kweli? Hebu pige mahesabu. Ni kweli mwezi wa 9? Wa 9 hii. Unafuatia? Ni Shawwal. Unafuatia? Dhulqaada. Dhulhijja. Mashaallah, tabarakallah. Katika sijida na rukuu wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Sijida na rukuu. Kwenye rukuu. Kwenye rukuu. Mambo umetisha sana. Usiondoke mamba, umetisha sana. Usiondoke bana. Mpenzi mtazamaji, tupo na maswali ya mtahani hapa tumeuliza katika upande wa njoo bana mambo, sikimbie bana. Njoo. Njoo bana. Usiondoke bana. Katika upande wa sijida na rukuu, huyu mwamba anasema upande wa rukuu ndo mtu ananyosha kidole cha shahada. Hem, njoo tuthibitishie kidogo. Usikimbie bana mwamba, usikimbie bana kari. Usikimbie bana. Njoo bana, tunakupa faida. Ukikosea usikimbie, tunakupa faida. Sawa? Hichi ni kipindi cha maswali mtaani. Huyu mwamba anatuambia katika rukuu na sijida kidole cha shahada kinaonyeshwa katika upande wa rukuu. Hapo umechemsha. Upo tayari kusaidiwa? Ndio.
Upo tayari kusaidiwa. Upo tayari kusaidiwa? Kwa hivyo tunakupa elimu. Katika sijida na rukuu haunyoshi kidole cha shahada. Kidole cha shahada unanyosha wakati wa tahiyatu. Uko sawa? Naam. Umefaidika kidogo? Shukrani sana. Asante. Pande ya sijida na rukuu ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Kidole cha shahada ni mkono wa kulia, kidole cha. Sasa ni wapi katika sijida au rukuu? Katika tahiyatu. Katika tahiyatu. Kwenye rukuu? Hapana. Sijida? Hapana. Swali letu la mwisho linasema mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Mwezi wa Ramadhani tunikesha kutwa? Sasa ni mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Ni miezi 12. Miezi 12. Mambo umetisha sana. Miezi 12. Ramadhani ni mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Bado sijapangilia vizuri kuangalia. Sasa kwani Januari ni mwezi wa ngapi? Mpaka niangalie. Tukisema Januari ni mwezi wa ngapi? Januari. Au unaenda kutazama kwenye kalenda? Mpaka niangalie kwenye Januari hii tulionayo ni mwezi wa ngapi? Ni mwezi wa pili, sio Januari lakini mwezi wa pili. Ni Februari. Ni mwezi wa ngapi Februari? Mwezi wa pili. Januari? Mwezi wa kwanza. Ramadhani? Mpaka niangalie kalenda ya Ramadhani kwa sababu huwa haziendani, yani haziendi sawa na huwa zinapishana. Sasa hii haipishani bana, kwa mfano Ramadhani kuna Shawali, Dhulqada, Dhulhijja, Muharram, siku hazipishani hizi. Ndio. Sasa tutajie Ramadhani ni mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu kama ilivyo Januari, Februari, Machi, Aprili mpaka mwisho? Mpaka niangalie kalenda kwanza. Bwana tusaidie bana. Kuna tusaidie kidogo bana. Kwa sababu gani? Siwezi kuweka 100% kwa sababu mpaka niangalie kalenda kwanza iko vipi. Mpaka nitazame kalenda ndio. Ukitaka kujua miezi ya Kiislamu mpaka uangalie kalenda. Niangalie kalenda ndio. Acha bana. Kabisa. Mwaka gani basi Ramadhani basi umeshindwa ile tutakusaidia. Mwaka gani sasa Kiislamu mwaka gani? Mpaka niangalie kalenda. Mwaka wa Kiislamu hii ni 2026. Sasa nataka tujue huu mwaka ni mwaka gani Kiislamu? Au hujui? Ni sahihi mpaka niangalie kalenda. Siwezi nikafikiria nikakumbuka yote. Mpaka niangalie kalenda kwanza nihakikishe. Upo tayari tukupe faida? Upo tayari? Ndio. Katika miezi ya Kiislamu Ramadhani ni mwezi wa 9 katika miezi ya Kiislamu na huu mwaka tuko mwaka 1447 Hijri. Umehifadhi kichwani au? Nimehifadhi kichwani. Basi hongera sana. Nakushukuru sana. Sawa. Mpenzi mtazamaji, tukiripoti katika jiji hili la Dodoma na hapa ni barabara ya 9 Masjid Nur. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huku tukuendelea na street quiz na nyuma ya kamera hapa yupo al-Ustadh Al-Hassani kutoka pale Changombe Dodoma. Tutajie nia ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nia yangu ni tufunge mwezi wa Ramadhani. Nia kufunga Ramadhani. Sasa Ramadhani imeingia, kesho yake unataka ufunge, unanuia vipi? Nia ya kufunga mwezi wa Ramadhani na waitu somo min adai min yaum. Rudia hapo sijaelewa. Na waitu somo somo ndio ipi? Toka vizuri. Na waitu somo ana adai من يوم في شهر رمضان هذه سنة لله الحمد لله رب العالمين. Hebu tutafsiri kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili hapo sijajua bado. Sasa ndio nia unatia nia sasa tutafsirie kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili kwamba namuomba Mungu hapo kesho namuomba Mungu ili naomba Mungu kesho funga yangu iwe funga yangu iwe sawa hapo shetani. Ramadhani ni mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Ramadhani. Mwamba kweli kweli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salama. Alhamdulillah wahda wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ramadhani ni mwezi wa ngapi katika? Ni mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Katika miezi ya Kiislamu. Sasa hivi ni Shaabani. Naam, sasa hivi ni Shaabani. Sasa hivi ni Shaabani. Maana hiyo sasa
Baki masiku kadhaa tunaoelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo Ramadhani ni mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Mpenzi mtazamaji, hapa ni Dodoma. Hapa ni Dodoma na hapa ni barabara ya 9. Tunaye mwamba hapa kweli kweli. Anatueleza Ramadhani ni mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu. Bismillah. Ramadhani. Maanza paka na mkadima. Kwa maana hiyo piga vitu. Ramadhani ni mwezi wa 9 katika Uislamu. Mwezi wa 9. Ambao sasa hizi tuko mwezi wa ngapi? Tuko mwezi wa 8 wa Kiislamu. Tumetoka mwezi wa 7 ambao ulikuwa ni Shaaban, ni Rajab, na sasa tuko mwezi wa 8, lakini Ramadhani ni mwezi wa 9 katika Uislamu. Sasa swali letu la mwisho linasema tutajie mke wa mwisho kuolewa na Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bila shaka unamfahamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Namfahamu. Tutajie mke wa mwisho kuolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa na wake wengi, riwaya zingine nasema 9, zingine 11. Sasa tutajie mke wa mwisho aliolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tufunge interview yetu hapa. Interview yenyewe imekuja ghafla. Ndio challenge hii sasa. Sababu kila mmoja anakuwa na takhasus katika masala ya dini. Hii sasa hii ni challenge. Inaweza kupatia ukakosea. Basi ala kule hali mimi nimemsahau. Umemsahau mke wa mwisho kuolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umesikia swali la kwanza nililouliza? Nimelisikia swali. Tumesemaje? Ni mwezi wa ngapi? Ramadhani ni mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Nimesikia swali hilo. Tujibie, usimesikia najibu pale? Sielewi changu. Usielewi vipi na kati jibu limetoka hapa? Ramadhani ni mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Sijamsikia shehe vizuri. Hujasikia vipi? Ndo faida hii sasa, unataka ufahamu. Sijamsikia shehe. Bana umelamba vizuri tusifahamu baba. Saidie bana. Sijamsikia shehe vizuri. Sasa wewe binafsi unajuaje? Ramadhani tunaelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani ni mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Shehe, nimepotea kidogo shehe wangu. Nimepotea kidogo. Nimepotea kidogo. Kidogo tu shehe. Upo tayari kupata faida? Nipo tayari. Swali lingine linasema katika rukuu na sujudi ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Katika rukuu na sujudi ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Hamna hizi. Bwana. Hamna. Rudi angalia vizuri bana. Katika rukuu na sujudi ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Kwenye tahiyatu. Kwenye tahiyatu. Rukuu na sujudi wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Rukuu? Kwenye rukuu na sujudi. Kwenye rukuu na sujudu. Mpenzi mtazamaji, huyu ni mwamba kweli kweli, na hapa anaenda kutufungia interview yetu na maswali anaenda kutufungia. Huyu ni mwamba kweli kweli. Kwa hivyo katika rukuu na wakati wa sujudi ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Katika rukuu na sujudu, kwenye kunyosha kidole cha shahada ni kwenye kikao cha tahiyatu ndo unatoa shahada. Una hakika? Ndio shehe. Tumalizie swali. Tutajie mke wa mwisho kuolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilo swali siliwezi shehe wangu. Shehe, usituangushe bana, leo Ijumaa. Swali siliwezi shehe. Leo siku ya Ijumaa, usituangushe bana. Hilo swali liko nje ya uwezo wangu shehe wangu. Liko nje ya uwezo wako. Upo tayari tukupatie faida? Inshallah. Basi mke wa mwisho kuolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiitwa Maimuna bint al-Haritha. Maimuna bint al-Haritha. Bint al-Haji. Inshallah. Hapo umepata faida. Tunakushukuru sana na asante sana. Ramadhani ni mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Mwezi wa 6. Mwezi wa 6. Mambo ya tatu sana. Ramadhani ni mwezi wa 6. Ramadhani sasa mwezi wa ngapi? Jadiliana mimi na wewe sasa. Kwanza wewe nikuuliza mimi swali. Mimi ndo nakuuliza swali. Sasa tujibie, Ramadhani mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Kwa kweli sijui vizuri, ila ni mwezi wa kufunga. Mwezi? Kufunga. Wewe unafunga lakini? Kwa nini sifunge mimi Muislamu shekhe? Tuambie ni mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Sasa unajua kupiga hesabu Muharram nini sijui katika 4 au 5. Acha bana. Sasa tuambie sasa, jibu moja, ni mwezi wa ngapi? Wa 4. Wa 4. Mambo umetisha sana. Mimi nitakusaidia. Uko tayari? Eh. Ramadhani mwezi wa 9 katika miezi ya Kiislamu.
inshallah. Katika Ramadhani wewe unanuia vipi? Mtajie nia kunuia ili kesho ufunge. Tusomu hadi ana dai min yaum shahr Ramadhan hadhihi sana imanan wa ihtisaba bifadlillahi alkarim. Alhamdulillah. Mambo yako vizuri sana. Sasa swali letu la mwisho linasema tutajie mke wa mwisho kuolewa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Atakuwa huyo Bi Fatuma, kati ya Fatuma au yani? Kwa kweli simjui. Bi Fatuma alikuwa ni mke wa Mtume? Ndio hapo nimechanganya kidogo. Mimi namjua mke wa Mtume mkubwa. Namjua Bi Hadija, tuna wengine sasa fahamu. Fahamu vipi na kati mambo unajua historia? Mimi sasa hivi imenitoka tu shekhe. Sinajua kutoka vipi? Sasa nyewe mko kuna nani mambo mengi kichwani shekhe. Tusaidie bana. Mwisho kuolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume maana wewe hujamsoma Mtume. Amekufa kwa nani? Unampenda lakini? Nampenda sana tu. Unampenda sana. Sasa kwa nini hujamsoma? Sasa kumsoma yani ipo ili mwingine inatoka shekhe na mambo ya dunia. Dunia kubwa sana. Dunia matalioni sio? Dunia kubwa tu mambo mengi. Sasa mke wa Mtume huja vinatoka vinaingia vinatoka. Mke wa mwisho wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumuoa alikuwa ni Maimuna binti al-Haritha. Okay. Faida hiyo. Asante sana shekhe. Ondoka nayo hiyo. Mimi naondoka nayo inanitaisha kwa Ramadhani. Nakushukuru sana na asante sana. Kipindi hewani hapa ni Darul Arkam Online TV. Darul Arkam Online TV, jambo liko hewani. Asante sana. Mimi kameramani yule. Mimi namsalimia sana. Namsalimia sana kameramani. Mashaallah. Shukrani sana, asante sana. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila shaka umependeza sana kweli kweli. Asante. Tueleze, kuna watazamaji na kutizama hapa. Ramadhani ni mwezi wangapi katika miezi ya Kiislamu? Jitambulishe kwanza, unaitwa nani, unatoka wapi? Sijui. Jitambulishe kwanza. Naitwa Hadija. Mashaallah, una jina zuri kweli kweli. Unaitwa Hadija. Tusaidie, Ramadhani ni mwezi wangapi katika miezi ya Kiislamu? Kwa kweli sijui. Usijue vipi, una jina zuri? Sasa unaweza kuwa na jina zuri lakini mengine usijue. Sasa la mwisho tutakusaidia hilo. Tutajie mke wa mwisho kuolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La kwanza alikuwa ni Khadija, kama mke wake wa kwanza alikuwa ni Khadija kama ulivyo jina lako wewe. Sasa tusaidie mke wa mwisho kuolewa na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kipende hewani. Sijui pia. Tusaidie bana. Sijui kweli. Sijui. Kuswali lakini una swali. Kuswali una swali? Sijui na Mungu wangu. Sasa ni street dawa, tunataka kuuliza tu swali dogo kuhusiana na upande wa sala. Katika rukuu na sujudi ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Si kuelekea kibla. Au katika rukuu na sujudi ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Koje? Kwenye rukuu na sujudi ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Sijaelewa bado hapo. Hujaelewa vipi? Sijaelewa. Kushahada unaijua lakini shahada pale unapomaliza kuswali. Hasa katika upande wa rukuu na sujudi, kwenye kurukuu na kusujudu ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Dada usikimbie, karibu sana, njoo. Karibu. Sitaki kuonekana live. Hapana bana, ni maswali madogo madogo tu haya. Sasa kwa hivyo wewe kumane wewe uswali. Kuswali na swali. Sasa katika rukuu na sujudi ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Mimi kama ninavyojua mimi sina bana. Sijui katika hilo. Na una swali sasa usijue kwa vipi? Unaitwa Ramadhani kwa maana hivyo. Na tunaingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bila unafungaga lakini? Nafungaga. Ramadhani mwezi wangapi katika mwezi ya Kiislamu? Mwezi wa pili. Mwezi wa pili. Mambo kutisha sana. Ramadhani ni mwezi wangapi katika miezi ya Kiislamu? Ni mwezi wa 9. Katika miezi ya Kiislamu? Ndio, mwezi wa 9. Bana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Ramadhani mwezi wangapi katika miezi ya Kiislamu? Mwezi wa? Ramadhani mwezi wangapi katika miezi ya Kiislamu? Katika miezi ya Kiislamu Ramadhani. Mambo usimsaidie. Hii ni challenge ya maswali. Ramadhani ni mwezi wangapi katika miezi ya Kiislamu? Kipindi hewani Darul Arkam Online TV, tuko mubashara na kusikiliza hapa. Mambo unaonekana unafikiri sana. Wa 9. Pigeje hesabu hii mwezi wa 9? Wa 9. Wa 9 vipi? Hilo swali limekuja? Limekuja vipi? Sijakuelewa. Ramadhani mwezi wangapi katika miezi ya Kiislamu?
Huyu kasema wa 9. Wewe? Yupi alosema? Huyu kasema wa 9. Sasa ndo nilokuambia 9. Umepigaje hizo hesabu? Kwani saizi tuko mwezi wangapi? Wa vipi yani? Kiarabu, Kiislamu. Kwa Kiislamu. Kwa saizi tuko Shabani. Mwezi wangapi? Shabani wa 8 itakuwa. Wa 9. Wa 9 ndo ndo Ramadhani. Wa 10. Wa 10. Mambo inaonekana unapiga hesabu una calculate. Au umechemsha? Hapo ni chemsha. Umechemsha? Bado. Bado hujachemsha? Sijachemsha. Tujibie. Ikichemka nitakwambia. Ikichemka utaniambia. Ukipoa pia utaniambia. Nitakwambia pia. Chemka baba. Basi tuseme umepatia. Ramadhani tunakusaidia kwa sababu Ramadhani ni mwezi wa 9 katika miezi ya Kiislamu. Na hapa labda na swali lingine, maswali mawili karibu matatu. Katika rukui na sujudi ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Katika? Njoo, mwombe njoo. Njoo hapa. Katika rukui na sujudi ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Katika sujudu na rukui. Rukui. Ni rukui. Ni rukui. Mambo hatari sana. Goma. Mpenzi mtazamaji, kipindi hewani Darul Arkam Online TV, tupo barabara ya 9 jijini Dodoma. Mwamba tumemuuliza hapa, katika rukui na sujudi ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Ametuambia ni upande wa rukui. Tunahamia katika mwamba mwingine hapa. Katika upande wa sala, katika rukui na sujudi ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Ni upande ukitoka kusujudu. Ukitoka kusujudu. Umeelewa swali? Mwamba ameshatujibia tayari. Katukwambia, nimemuuliza swali, katika upande wa rukui na sujudi ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Umesema? Kwenye upande wa? Kwenye rukui, si ndio hivyo? Ngoja twende mwanzo. Sasa unabadilisha? Nirudie vipi na kati msha? Nirudia swali hilo. Katika rukui na sujudi ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Sujudi. Sujudi. Mwanzo ulisema rukui lakini sujudi. Sasa mimi nitakuamini vipi? Mimi naamini sujudi. Baada sujudi. Bwana mpenzi mtazamaji, haya ni maswali ya mtaani na hapa tuna street quiz Darul Arkam Online TV hewani. Mwamba tusaidie, Mwamba amechemsha hapa. Katika rukui na sujudi ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Yeye kasema sujudi. Haya wewe? Ni ukitoka kwenye rukuu. Hujanielewa swali. Hujaelewa swali. Nimesema hivi, katika rukui na sujudi ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Hapo kiufupi hamna. Ndio nijibie, ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Hapo hunyoshi kidole hata kidogo. Ni wapi? Umeelewa swali lakini? Swali limesemaje? Yaani ukitoka kwenye kusujudu na nimesema hivi, katika upande wa rukui na sujudi ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Ndio itakuwa nijibie swali. Kwa maana ni kuna sehemu ambapo wananyosha kidole cha shahada. Ni ukitoka kwenye, yani ni kwenye sijida. Ni upande wa sijida. Upande wa sijida. Ni upande wa sijida. Mambo umechemsha. Uko tayari kusaidiwa? Ndio niko tayari. Uko tayari kusaidiwa? Tunamalizia swali la mwisho. Pia vile vile nitajumuisha, nitamwomba mwamba mmoja pale aje atusaidie. Tutajie mke wa mwisho kuolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule. Tutajie mke wa mwisho kuolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka unamfahamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namfahamu wewe. Unamfahamu? Namfahamu. Tutajie mke wa mwisho kuolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mke wa mwisho. Sasa alikuwa alioa au hajaoa Mtume? Alioa wake wengi tu. Tutajie tu mmoja wa mwisho, alioa wake wengi. Riwaya zingine zinasema 9, zingine 11. Tutajie mke wa mwisho kuolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwisho baba, mwisho nimechemka. Mchemka. Ndio tutajie mke wa mwisho kuolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Ummu Kulthum. Mwamba umechemsha. Ummu Kulthum alikuwa ni mtoto wake ama ni mke wake? Mtoto wake. Kachemsha. Mke wa mwisho kuolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni Bi Maimuna binti al-Haritha. Asante. Alikuwa ni Maimuna binti Harith. Binti al-Haritha. Na swali ambao umetuuliza utupe na majibu yake. Unasema? Maswala ambayo umetuuliza la kwanza mpaka la mwisho. Kwa maana hiyo sasa
swali la kwanza tuliuliza Ramadhani ni mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Ramadhani ni mwezi wa 9 katika miezi ya Kiislamu, ili mmepatia hamna nini. Swali la pili tulisema katika upande wa rukuu na sujudi ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Ni upande ule wa atahiyatu. Ndio mtu anafanyaje? Ananyosha kidole. Sio katika sujudi wala rukuu, mambo lichemsha. Sawa. Lakini kwa ulipo mimi si nimekutega. Umenitega. Ili uingie kwenye mtego. Lakini ulisema upande gani? Sasa sikiliza. Katika rukui na sujudi ni wapi mtu ananyoosha kidole cha shahada? Wewe ukasema upande wa rukui mara ya kwanza, ya pili ukasema sijida. Hata katika sijida mtu anasujudu, akitoka pale kwenye sijida kile kikao kile ananyoosha kikao cha tahiyat, kikao cha tashahudi, pale ndio mtu ananyoosha nini? Kidole cha shahada. Kikao cha nini? Cha tahiyat. Au tashahudi, sio hivyo? Ndio mtu ananyoosha kidole cha nini? Shahada. Hapo umeelewa sasa mwamba? Sana tu. Ongeza kama ndaliomudu. Mtu msikiti kwanza kujengwa katika Uislamu enzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jina lake? Jina lake sitojua lakini sasa msema tukuongeze swali? Jina la msikiti kwanza kujengwa katika enzi ya Uislamu wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajia jina la msikiti. Jina sijini. Wewe umetaka swali? Jina silijui. Usijue vipi? Nimechemka. Msikiti kwanza kujengwa katika Uislamu enzi wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutajie. Hiyo nimechemsha sijui. Ujumbe gani? Wangu nasema tuache kupiga ndimu. Ndimu ndo nini baba? Wanaelewa wenzangu madukani. Vipi mtu kuelewesha watazamaji? Jamani tusipige ndimu, huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tupunguze ndimu. Ndimu ni nini baba? Kwa faida wapenzi watazamaji. Wanaoniangalia wananielewa. Wengi hawaelewi. Wanaelewa gaga. Tukumbushe kidogo. Tusifanye maasi. Tusifanye maasi. Ndio ukumbusho wa leo. Tunakushukuru sana na asante sana. Tunakushukuru sana na asante sana. Mpenzi mtazamaji, tukiripoti katika jiji hili la Dodoma, hapa ni barabara hii ya 9. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran wa jazakumullahu khaira. Ahsantum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadhani ni mwezi wa ngapi katika miezi ya Kiislamu? Ramadhani ni mwezi wa 9. Ramadhani ni mwezi wa 9 katika miezi ya Kiislamu. Una uhakika na jibu lako? Ndio, na uhakika. Ramadhani ni mwezi wa 9? Shehe, ni kweli iko sahihi? Bwana anatuambia Ramadhani ni mwezi wa 9 katika miezi hii ya Kiislamu, ambapo sasa tupo katika Shaabani. Ni kweli leo ni mwezi ni katika mwezi wa 8 ambapo ni Shaabani. Ramadhani ni mwezi wa 9, wa 10 na ni Shawwal. Karukui na sujudi ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Hakuna kunyosha. Bana angalia vizuri bana. Alasiri si mswali? Ndio nimeswali. Sasa kwenye rukui na sujudi ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Hakuna anaponyosha. Rukui na sujudi ni wapi mtu ananyosha kidole cha shahada? Hamna unaponyosha kidole cha shahada. Kwa maana iko sahihi? Yupo sahihi. Angalia vizuri bana. Yupo sahihi kweli. Yuko sahihi? Katika rukui na hakuna sehemu kunyosha, tuna wabasi wananyosha kidole cha shahada wapi? Hakuna. Basi kuna mahali kenyanyosho wapi? Katika rukuu na sujudi. Hakuna. Anapaswa kunyosha kidole cha shahada wakati akiwa kwenye kikao kile. Kikao gani kile? Cha tahiyatu. Cha tahiyatu. Mpenzi mtazamaji, tunahitimisha maswali yetu katika hapa jiji la Dodoma, na hapa ni barabara ya 6. Hawa ni mabingwa wauzaji simu kutoka Dubai, China. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran wa jazakumullahu khaira. Ahsantum.